إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، إني وجه الله سبحانه وتعالى قد مضى لكم شهرا كريما، قد مضى لكم شهر كريم وموسم عظيم، موسم بركات والنفحات. Umepita kwenu nyinyi mwezi wa baraka na ukarimu, na umepita kwenu nyinyi mwezi wenye kheri na kila yaliyokuwa mazuri kwa mwanadamu. Amefuzu aliyefaulu, amepata yule ambaye amepata, ameyafikia malengo ya takwa Allah yule ambaye ameyafikia, ametoa juhudi yule ambaye aliyetoa juhudi, na amemuomba Allah subhanahu wa ta'ala yule ambaye aliyemuomba Allah tabaraka wa ta'ala. Mwezi huu ibadallah ni fadhlun min Allah alaina, ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi. Haukuwa ni uwezo wetu wala nguvu zetu wala matashi yetu kuweza kuogelea kwenye fadhila hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali hiya ni minnatuhu au munnatuhu alayhi jalla jalaluhu, bali hiyo ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoimimina kwako wewe ukaweza kuudiriki mwezi wa Ramadhani kwa siku 30, ukaweza kufunga masaa 12 wakati wa mchana, ukaweza kuamka wakati wa usiku kwa ajili ya kula daku, ukaweza kusimama usiku kwa ajili ya ibada ya tarawih. Hii ni minnatun wa fadlun min Allah subhanahu wa ta'ala alayk. Hii ni fadla ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoimimina kwa wewe ewe Abdallah. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, mwezi wa Ramadhani ni fadhila. Mwezi wa Ramadhani ni moja katika kheri ambazo Allah huwachagulia waja wake. Katika jumla ya watu wengi waliopo duniani, kuna wale wanaopewa fadhila hii kuingia, na kuna wale wanaopewa kheri hii kutokuingia. Mwezi huu wa Ramadhani ulikuwa ni mwezi uliojaa ndani yake amani, ni mwezi ndani yake ulikuwa umejaa itqum minan niran, kuachwa huru na moto. Ni mwezi ambao ndani yake palikuwa na fauzun bil jannati naim, palikuwa ndani yake kuna kufaulu kuzipata bustani mbalimbali zenye neema. Bali ni mwezi ambao walishindana walioshindana katika kheri, walijipinda wale ambao waliojipinda katika mambo mazuri mbalimbali. Qad jaa ramadhanu fihi al-aman, قد جاء رمضان فيه الأمان والعتق والفوز وسكن الجنان. mwezi wa Ramadhani wameshindana ndani yake watu kupata mambo mazuri mazuri aliyoyaandaa Allah subhanahu wa ta'ala. Wameshindana wale ambao walioshindana kupata kheri mbalimbali za mwezi wa Ramadhani. shahrun sharifun fihi nailul muna wa huwa tirazun fawqa az-zaman, وهو طراز فوق كل زمان. طوبى لمن صامه واتقى مولاه في الفعل ونطق اللسان.
ufaulu uliokuwa mkubwa kwa yule ambaye ndani ya mwezi huu alimuogopa Mola wake subhanahu wa ta'ala, aliyatenda matendo mazuri anayoyaridhia Mola wake jalla jalaluhu, aliuhifadhi ulimi wake na yale maneno yanayoichafua saumu yake. Tuba liman samahu wattaqa, tuba liman samahu wattaqa maulahu fil fi'li wa nutqi lisani, wa ya hana man qama fi laylihi waddam'a fi khaddihi yahki aljuman. Na sio hivyo tu ndugu zangu, pongezi anapewa yule ambaye aliyeweza kusimama kisimamo chake cha usiku, mashavu yake yakaweza kububujika machozi kwa kumlilia Mola wake subhanahu wa ta'ala. Wa ya hana man qama fi laylihi waddam'a fi khaddihi yahki aljuman. Pongezi kwake aliyelia kwa ajili ya Mola wake, aliyeyakumbuka mauti, aliyekumbuka kukutana na Mola wake, aliyeusikia uchungu kwenye nafsi yake kwa makosa anayemkosea Mola wake. Tauba lahu, pongezi kwake yeye. Fadhaka alladhi khassahu rabbuhu bijannati alkhuldi wa hurun hisan. Pongezi kwa mtu huyu wa namna hii, ndiye yule ambaye amehusishwa na Mola wake kuipata jannatul khuldi, pepo ya milele, wa hurin hisan, na wanawake wazuri aliyoandaa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hasara ipo kwa wale ambao waliopoteza umri wao katika siku 30, na majuto yapo kwa wale ambao waliopoteza nguvu zao katika siku 30, na majuto makali yanawapata wale ambao hawakuweza kuchuma kitu chochote ndani ya mwezi huu wa barakati. Ibadallah, mwezi wa Ramadhani, enyi waja wa Allah subhana, hii ni fadhlun min Allah. Allah subhana huwafadhilisha nao waja wake, na Allah Mola wetu jalla jalalu amekuwa ni mwenye kusileta fadhila kwa waja wake, amekuwa ni mwenye kuwaminishia waja wake fadhila mbalimbali, kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah ladhu fadlin ala an-nas. Kika yake yeye ni yule ambaye mwenye fadhila nyingi sana kwa waja wake. Itazame Ramadhani namna ilivyoisha, tazama yale ambayo yaliyokuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, yamepita, yamemalizika. Hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ladhu fadlin ala an-nas. Allah ni mwenye fadhila kubwa sana kwa waja wake. Amekuteua wewe, umekuwa ni mmoja katika watu ambao wananeemeka na mwezi wa Ramadhani. Mola wetu subhanahu wa ta'ala, wallahu dhu fadlin adhim. Allah subhanahu wa ta'ala ana fadhila kubwa sana kwa waja wake, bali pia ametuambia ndani ya kitabu chake, wabashiril mu'minina bi anna lahum min Allahi fadlan kabira. Wabashiria waumini, wape bishara njema waumini, bi anna lahum min Allahi fadlan kabira, kwamba wao kwa Mola wao wana fadhila kubwa sana kwa yale ambao wanayatumikia kwenye hii dunia, hasara wanazozipita mazuri na ya kidunia mbalimbali wanayoyaacha. Wabashiril mu'minin bi anna lahum min Allahi fadlan kabira, wape bishara njema kwamba hawa waumini kwa Mola wao subhanahu wa ta'ala wana fadhila kubwa sana ambayo Allah tabaraka wa ta'ala amewaandalia waja wake. Enyi ndugu zangu katika imani, tunapozungumza jambo la fadhila ambalo Allah subhanahu lileta kwa waja wake mara kwa mara, tunakizungumza kitu kikubwa sana ambacho kinachoisindua akili ya Muislamu, kwamba pale unapoletewa fadhila na Mola wako jalla jalaluhu, ifahamu fadhila hiyo, imma wewe uwe ni katika watu watakaokuja kuwa ni wenye kufaulu, na imma unaweza ukawa ni katika watu watakaokuja kupata hasara. Bimaana natakikana ewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, uitulize akili yako kwenye fadhila hiyo, utulize akili yako kwenye neema hiyo, na uweze kuyachuma yale ambayo Mola wako subhanahu wa ta'ala ameyataka. I'lamu rahimakumullah,
tambueni Allah subhanahu wa ta'ala akuchungeni. Mola wetu subhanahu wa ta'ala ametuonyesha fadhila zake kuwa ni nyingi. Fala ghina li ahadin an fadlillah, haitoweza kutokea kabisa kwa muumini mwenye akili kusema kwamba yeye hahitaji fadhila yoyote ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikafikia nafsi yako inasema, kutokamana na akili nilionayo, kutokamana na uwezo wa kielimu nilionao, kutokamana na umashuhuri nilionao, sihitaji fadhila yoyote ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya maneno hawezi kuyasema muumini yoyote mwenye kujua nafasi za Mola wake subhanahu. Mtume sallallahu alaihi wasallam kharaja ila ghazwati Khaybar, alitoka kuelekea kwenye vita vya Khaybar, wa ma'ahu ash-sha'ir Amir ibn al-Aqwa radiyallahu anhu. Alitoka Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kwenye vita vya Khaybar. Katika safari yake hiyo alikuwa pamoja na mshairi aitwaye Amir ibn al-Aqwa, wa huwa sha'irun ma'ruf, naye ni mshairi aliyekuwa maarufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam walipokuwa safarini, qala lahu, Mtume akamwambia, ya Amir, ewe Amir, anshidna ya Amiru, hebu tusomee maneno ewe Amir, maneno ambayo yatakayoweza kutukumbusha yaliyotulionayo na yale yaliyotangulia. Amir fakana yakul, Amir ibn al-Aqwa akawa nasema, Allahumma laula Allahumma hatadaina wala tasaddaqna wala sallaina innal ula baghaw alaina in aradu fitnatan abaina wa nahnu an fadlika mastaghnaina. alikuwa anasema haya maneno Amir ibn al-Aqwa, Allahumma laula Allahumma hatadaina, ewe Mola, lau sio wewe Allah subhanahu hatungeweza kuwa ni wenye kuongoka. Wala tasaddaqna wala sallaina, na tusingekuwa na uwezo wa kutoa sadaka wala tusingelikuwa na uwezo wa kusali. Innal ula baghaw alaina, hakika watu hao wanatufanyia sisi uovu na uchafu. In aradu fitnatan abaina, ikiwa watakusudia kwetu sisi shari, abaina, hatutaweza kuikubali shari hiyo. Kisha akamaliza akasema, wa nahnu an fadlika mastaghnaina, na sisi kunako kujitosheleza na fadhila zako Allah bado hatujafikia kiwango cha kuzikataa. Wa nahnu an fadli, na sisi kunako fadhila zako ambazo Allah unatupa, mastaghnaina, hatuwezi kuzikataa, hatuwezi kusema situfai kwa wakati huu. Mastaghnaina ni watu tunaohitajia fadhila zako ewe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala fadhila zake unasogelea nazo kila siku. Haitowezekana hata siku moja kusema mimi mwanadamu, mimi mja, sihitaji fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Hayupo shupavu hata mmoja anayeweza kusema hahitaji fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. هذا نبيكم أيوب عليه السلام. نبي الله أيوب aliyekaa miaka 18 wa huwa marid, na akiwa ni mgonjwa. Familia aliyokuwa nayo ilimkimbia, watoto waliokuwa nao baadhi yao walikufa, mali aliyokuwa nayo iliisha yote. Fakana faqiran sa'aluka, akawa ni maskini aliyechupilia mbali kwa umaskini wake. Falamma kashafa Allahu dhurra, Allah alipokuwa amekusudia kumuondoshia maradhi yake, Allah subhanahu alipomuona mja wake ni muniban ilayhi as-sabirul awwab, mtu aliyejaa subira kwa dhiki iliyompata, Allah akamuondoshia yale maradhi. Katika zile hatua za kumuondoshia maradhi, Allah subhanahu wa ta'ala aliamrisha mawingu yaweze kuteremsha mvua iliyojaa dhahaban wa fidda. Dhahabu na fedha zilimwagika kwa Nabiiullah Ayub. Na siku moja alipokuwa anaoga, nguo zake alipokuwa amezitazama kwa umbali, ghafla wakateremka nzige, wakadondoka sehemu ile ya chini. Akainuka kwenda kuziokota zile nzige za dhahabu. Wale wadudu wale nzige, lakini walikuwa wa sura ya dhahabu.
akaenda kuwaokota akiwa anawaweka katika nguo yake. Faqala fanadahu rabbuhu, mola wake akamwita, ya Ayyub, ewe nabiyullah Ayyub, alam akun aghnaituka an hadha, hivi je sikuwa mimi nimekutosheleza na haya? Bimaana, kwa nini unahitajia tena vitu hivi hali ya kuwa tayari nimeshakuneemesha kwa vitu vingine vizuri kuliko hivi? Faqala na'am, akasema ni kweli mola wangu umenineemesha, nakubalia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala umeniteremshia mimi fadhila mbalimbali, lakini walakin kaifa astaghni an fadlik wa kaifa astaghni an barakatik, ni namna gani nitajitosheleza, nitasema sihitaji tena fadhila zako Allah, nitafikia kiwango gani cha kusema sihitaji tena baraka zako? Hakuna shupavu mwenye ujasiri anayeweza kusema hahitaji fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, walihadha nabiyukum sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na ndio maana mtume wenu alayhi salatu wasalam, baada ya kuwa anaisoma kauli ya Allah katika suratu An-Nisa, pale ambapo Allah subhanahu aliposema was'alullaha min fadli, endeleeni kumuomba Allah katika fadhila zake, endeleeni kumuomba mola wenu fadhila zake za afya. Muombe mola wako kuruzuku afya, muombe mola wako kuruzuku inshirah as-sudur, uweze kuwa na kifua chenye kukunjuka. Endelea kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuruzuku kuwa ni mtu mwenye kukubali haki inapokujia, tena uwe ni mtu mwenye kurejesha batil. Mola wako tabaraka wa ta'ala anakuambia was'alullaha min fadli, endelea kumuomba Allah subhanahu katika fadhila zake. Kila mlango uliokuwa wa khairi muombe mola wako, milango ya riziki muombe mola wako, milango ya inshirah surur, milango ya kufunguliwa vifua muombe mola wako, milango ya kuipata ilmu yenye manufaa muombe mola wako. Mtume wenu sallallahu alaihi wasallam, kama kwenye hadithi ya Imam Muslim, hadithi ya Abi Humayd na Abi Usayd radhiyallahu anhuma, mtume anasema idha dakhala ahadukum almasjida, pindi mmoja wenu anapoingia msikitini, falyusallim ala an-nabi, amsalimie mtume sallallahu alayhi wasallam, waliyaqul, na aseme Allahumma iftah li abwaab rahmatik, ewe Allah mola wangu nifungulie milango ya rehema zako. Wa idha kharaja, na pindi ambapo mtu anapotoka msikitini, faliyaqul, na aseme Allahumma inni as'aluka min fadlik, ewe mola wangu na kuomba uniruzuku fadhila zako. Kuingia msikitini ni rahmat, unapoingia msikitini utakuta barakati wa thawab, thawabu mbalimbali na baraka. Allahumma iftah li abwaab rahmatik, na unapotoka nje unakutana na vitu vingine katika baraka za Allah na fadhila zake. Mtume akakufundisha unapotoka msikitini sema Allahumma inni as'aluka min fadlik, ewe Allah na kuomba uniruzuku fadhila zako, niruzuku kuwa abdan shakura, niruzuku kuwa katika waja wenye kushukuru, niruzuku kuwa katika waja ambao misimu ya kheri inapoingia niwe ni wa mwanzo kwenye kupambana kutafuta yale mazuri uliyoyaweka na kupata mistari ya mbele, kuwa katika sunnatu salihin. Ewe Mola wangu niruzuku kuwa katika watu ambao wenye ilmu yenye manufaa, uniruzuku kuwa katika watu ambao wanaipata fadhila ya ilmu wakiwa hapa duniani, hata kama pale umeondoka wametangulia mbele yako. Allahumma inni as'aluka min fadlik, amefundisha mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Bali sio hivyo ibadallah, mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha kwa mtu ambaye mambo mawili yamemtatiza, hajui ni lipi lililokuwa bora kulitenda, imma anaelekea kwenye jambo la kuoa, imma kwenye mambo ya kibiashara, imma kwenye mambo ya kifamilia na mengineyo, hajui ni ipi njia ya kufanya. Akafundisha mtume sallallahu alaihi wasallam duaul istikhara, mtu aiswali salatul istikhara, atakapomaliza kuswali salatul istikhara basi aombe maombi yafuatayo: Allahumma inni astakhiruka biilmik wa astaqdiruka biqudratik,
ewe Allah subhanahu wa ta'ala, inni astakhiruka bi'ilmik, mimi ninakuomba khiyari na kuomba unichagulie kwa kupitia ilmu yako, wa astaqdiruka biqudratik, kisha akasema wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lam. Na ninakuomba Allah subhanahu wa ta'ala, wa inni as'aluka min fadlika al'azim, na ninakuomba kutokamana na fadhila zako kubwa, fa innaka taqdiru wa la aqdir, wewe ndiye unayeweza na mimi siwezi, wa ta'lamu wa la a'lam, na unajua hali ya kuwa na mimi pia sijui, wewe ndiye mwenye ilmu, wewe ndiye mwenye utambuzi. Na kuomba tabaraka wa taala kwenye hili lilonisibu, nionyeshe njia iliyokuwa sawa, niletee faraja kwenye haya. Mtume wenu sallallahu alayhi wa alihi wasallam anafundisha kwenye dua ulistikhara kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala fadhila zake. Lakini pia ibadallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema pale mtu ambapo wakati wa usiku atamsikia jogoo anawika, aseme Allahumma inni as'aluka min fadlik, ewe Allah, hakika yangu mimi ninakuomba kutokamana na fadhila zako, kwa sababu huyu jogoo au huyu kuku faqad sami'a almalaika, amemsikia malaika. Na pale jogoo huyu anaposema na wewe ukasema Allahumma inni as'aluka min fadlik, fa innal malaka, hakika ya malaika husema amin. Na amin anayojibu malaika ni ahra an tujab, inastahiki zaidi kujibiwa. Unapomsikia jogoo wakati wa usiku anawika, unapoisikia sauti ya ukelele wa jogoo wakati wa usiku, sema Allahumma inni as'aluka min fadlik, ewe Mola wangu, hakika yangu mimi ninakuomba Allah subhana katika fadhila zako. Haya yote yanaonyesha ya kwamba jambo la kumuomba Allah fadhila ni da'abu salihin wa da'abu nabiyikum sallallahu alayhi wasallam, ni mwenendo alioishi nao mtume wenu alayhi salatu wasalam. Wa inda al-imam al-Tabarani min hadith Abdullah bin Mas'ud, kwenye mu'jam al-imam al-Tabarani hadithi Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, anasema Abdullah bin Mas'ud, Mtume sallallahu alaihi wasallam nazala bihi dhaif, alijiwa na mgeni alayhi salatu wasalam, akaondoka na mgeni mpaka akaenda kwenye nyumba moja katika nyumba za wake zake. Kila nyumba aliitembelea akiwaambia nazala bina dhaif, akiwaambia wametufikia leo hii mgeni. Lakini katika mambo ya kustaajabisha, wake zake wote 9 sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhun, hapakuwa na mwanamke hata mmoja ambaye alikuwa ameweza kuwa na chakula ndani. Baitu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, nyumba ya nabii wenu aliyepewa ruhusa ya kuwa wanawake hawa wote, haikuwezekana kuwa na chakula, haikuwa na chakula, mgeni hana chakula. Madha qala nabiyukum sallallahu alaihi wasallam, mtume wenu alisemaje tena baada ya hapo? Faqala, akasema Allahumma inni as'aluka min fadlik wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa ant, ewe Allah, ninakuomba kutokamana na fadhila zako na huruma yako, fa innahu la yamlikuha illa ant, hakuna anayemiliki fadhila isipokuwa wewe. Alipoomba dua hii sallallahu alayhi wasallam, haukupita muda wa uhudia nabii sallallahu alayhi wasallam shatun musliya, akaletewa zawadi ya mbuzi aliyekaangwa. Akaletewa zawadi sallallahu alayhi wasallam ya mbuzi ambaye tayari ameshakaangwa. Alipoletewa mbuzi ule, faqala sallallahu alayhi wasallam hadha fadlullah wa nahnu nantadhiru rahmatah, hii ni fadhila ya Allah na sisi tunasubiria huruma yake. Likikushika jambo ewe Abdullah, likikutatiza jambo katika mambo ya kidunia, omba kama alivyoomba nabii wako sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka fadlak wa rahmatak fa innahu la yamlikuha illa ant. Kuonyesha dua hii inaonyesha utambuzi wa mtu ya kwamba anakubali fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wangapi kati yetu enyi waja wa Allah subhanahu walibana na haja kubwa katika maisha yao,
walikuwa na kesi nzito za mahakamani, walikuwa na tuhuma nzito za kupelekea kunyongwa au kufungwa, tuhuma ambazo hazikuwa ni zina ukweli ndani yake. Lakini lamma tadarra'u ila rabbihim, walipojinyenyekeza kwa Mola wao, wakajikurubisha kwa Mola wao, jaahumul faraj, iliwaijia faraja, iliwaijia faraja ya hali ya juu ambayo hawakuitegemea. Alliq qalbaka ila Allah, utundike moyo wako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasaluhu min fadlihi, endelea kumwomba fadhila zake. Kwa Mola wako kuna rundo la fadhila. Lakini pia ibadallah, katika fadhila kubwa, an ja'alaka min ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika fadhila kubwa Mola wako amekufanya wewe kuwa ni katika ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, yako maumati mbalimbali, jamii za watu mbalimbali, lakini nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa yeye yupo katika umma huu, umma wake ukafanywa kuwa ni umma bora. Wa antum tuwaffuna 70 umma, mnazishinda nyumati 70 kwa ubora. Hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, kukufanya wewe katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutaka ushukuru, ya kutaka ubaki katika mafundisho ya Muhammad alayhi salatu wasalam. Jiepushe na matendo yasiyokuwa katika umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi sahih Muslim, katika sahih Muslim, moja ya hadithi mashuhuri, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, hakika ya mfano wenu nyinyi na mfano wa Mayahudi na Manasara ni mfano wa mtu ambaye aliajiri wafanyakazi. Kisha akasema, ni nani atakayenifanyia kazi kuanzia alfajiri mpaka wakati wa dhuhuri, nitamlipa dinari moja. Wakaifanya ile kazi Mayahudi. Kisha pia Mtume akasema, ni nani atanifanyia kazi kuanzia dhuhuri mpaka alasiri, nitampa dinari moja. Wakaifanya hiyo kazi Manasara. Kisha akasema, ni nani atanifanyia kazi kuanzia alasiri mpaka magharibi, mkafanya nyinyi, wala hu dinaran, na huyo atapata dinari 2. Nyinyi ummati Muhammadi mkaenda kufanya hiyo kazi. Faghadhiba alyahudu wan nasara, walikasirika mno Mayahudi na Manasara, wakasema, nahnu aktharu amalan wa aqallu ajra, sisi ni watu tumefanya kazi nyingi lakini ujira wetu ni mdogo. Qala rabbuhum, la wakawaambia, hal dhalamtukum min shay, je kuna mahala nini kudhulumuni katika hili, katika haya makubaliano niliyotoa kuna mtu nimemdhulumu? Qalu la, wakasema hapana. Faqala, akasema, dhalika fadli utihi man asha, hiyo ni fadla yangu, ninampa ninayemtaka mimi. Aliposema haya maneno, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Mtume akasema, antum akhiru umma, nyinyi ni umma wa mwisho, wa asbaquhum, lakini ni watu ambao mtakaotangulia mbele. Mmepewa umri mchache, umri wa miaka 63, lakini ujira wenu ni mkubwa. Matendo yenu mnayoyafanya ndani yake yana ujira mpana mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na Mayahudi na Manasara, walipewa muda mrefu, walipewa miaka mingi, matendo yao ni mengi, lakini ujira wao ni mdogo sana. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, aliyekuwa na nafasi, aliyekuwa na utawala, aliyekuwa na usimamizi mahala fulani, ahakikishe kwenye mahala pale la yadhlimu ahadan, asimdhulumu mtu yoyote, afanye uadilifu katika nafasi yake, asimamishe sheria ya Allah kwenye nafasi yake, kwa sababu hiyo ni fadhila ya Allah subhanahu kampa. Kitendo cha wewe kuwa ni msimamizi bosi fulani, kitendo cha wewe kuwa ni meneja fulani, kitendo cha wewe kuwa una nyota fulani na moja katika madaraka ya kidunia, basi uwepo wako kwenye hiyo nafasi ni fadhlu min Allah, ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. نبي الله
Suleiman na Daud walikiri uwepo wao kwenye hiyo nafasi ya kuweza kusikia. Nabiiullah Suleiman kusikia mpaka sauti za ndege, anasema inna hadha lahuwa alfadlul mubin. Hii ni fadhila ya Allah iliyokuwa ya wazi sana. Kitendo cha wewe kuwa na nafasi mahala, hakikisha sehemu yako hiyo. Usitie watu majonzi, usiwatie watu simanzi, usiwafanye wengine wakawa mayatima, usije ukavunja ndoa za watu kwa nafasi yako ulionayo. Inna hadha lahuwa alfadlul mubin, wallahu tabaraka wa taala a'lam. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، لو الله سبحانه وتعالى asingeiteremsha fadhila yake kwako wewe, hali ulionayo leo hii ta'ian li rabbik, umekuwa ni mwenye kumtii Mola wako, unahudhuria kwenye ibada mbalimbali, unajishughulisha na vikao vya elimu, unamdhukuru Allah subhanahu, unajiweka mbali na matamanio ya nafsi, unajiweka mbali na mambo yote yanayochafua nafsi, unajiweka mbali na mambo yote ambayo ni haram. Lau sio fadhila ya Allah subhanahu la kunta kaghairika min albashar, ungelikuwa ni mfano wa watu wengine katika binadamu. Alladhina yujahiruna Allah bil maasi wa dhulum, watu ambao wanadhihirisha machafu na maasi na madhambi mbalimbali. Ungelikuwa kwenye barabara hiyo, ungelikuwa kwenye hilo dimbwi, lakini Mola wako ameiteremsha fadhila ya akili na uweledi, ameteremsha kwako wewe moyo uliokuwa msafi, ameteremsha kwako wewe power na nguvu ya hali ya juu kuelewa nafasi ya Mola wako. walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma saka minkum min ahadin abada walakinna Allah yusakki man yasha. Lakini pia Allah akasema walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila. Lau sio fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, watu wangelikuwa kwenye madimbi ya ushirikina, wangelikuwa kwenye madimbi na mabahari ya uasi mkubwa, wangemfuata shaytan na wangekuwa katika mausat, watu wangelikuwa maarufu kwenye uovu. Lakini hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amekutoa kwenye msimu wa kwanza wa Ramadhan, amekuweka kwenye msimu wa mwezi wa Shawwal, anaanza kukuandaa na msimu wa miezi mitukufu aliyoitamka ndani ya kitabu chake tabaraka wa taala, kukuonyesha ya kwamba anajua nafasi yako Allah. Wewe ni mwanadamu na amekukirimu, basi na wewe ifahamu fadhila yako kuwa ni mwanadamu uliyekirimiwa. Iheshimu nafsi yako, uchunge moyo wako, weka mipaka ya nafsi yako, heshimu mipaka ya Mola wako subhana. Sijue kama hizi ni sunna za nabii wako Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Fadla zote ni za Allah subhana. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Lakini pia yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadli alazim, anamhusisha kwa rehema yake amtakaye. Wallahu dhul fadli alazim, na Allah ni mwenye fadhila kubwa sana, ni mwenye fadhila nyingi. Amekujalia una afya, umekuwa ni mtu ambaye una akili, unajua haya ni matendo yanayodhuru. Hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi misimu yenye kheri kwako wewe usiitupilie mbali. Kitendo cha kuwa na afya kipindi hichi ni salama ya kujitengenezea mustakbali mzuri. Ibadallah, nimalizie hotuba yangu kwa kusema aliyeruzukiwa mali, aliyepewa mali, Allah
Allah akamfungulia katika mali chochote, basi katika moja ya kuthibitisha anatia fadhila za Allah, anazitii fadhila za Allah, anazikubali, ni mali yake kuitoa ila alfuqara wal masakin wal muhtajin, ni kuitoa mali yake kwa mafakiri na kwa masikini na kwa watu wenye kuhitajia. Mali hizo mali za Allah subhanahu wa ta'ala, wa antum mustakhlafina fi. Moja ya fadhila ya mtu anayetambua kwamba hapa nipo katika fadhila za Allah subhanahu ni pale alipokuwa ameruzukiwa mali, sasa mali ile akawa anaitoa lillah sirran wa jahra, anaitoa kwa siri na wazi. Alfuqara min almuhajirin, mafakiri katika muhajirin walikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwambia, ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthuri bil ujur, watu wenye mali wanatuondokea na ujira mwingi sana. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum, wanaswali kama tunavyoswali sisi na wanafunga kama vile tunavyofunga sisi. Wayatasaddaquna wala natasaddaq, wayu'tiquna wala nu'tiq, wanatoa sadaka lakini sisi hatutoi sadaka. Wanaacha watumwa huru, sisi hatuachi watumwa huru. Wanatushinda kwa ujira hawa, wanaondoka kwa ujira. Ewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, sawasawa katika ujira. Hawakuomba wapate mali, hawakumfuata Mtume wapate na wao magari na majumba makubwa makubwa. Hawakutaka kumfuata Mtume naye awaridhishe, awajalie na wao wapate wanawake wa thamani. Kalla, walitaka kulingana sawa sawa kwenye ujira. Mtume alayhi salatu wasalam fadallahum ala amrin, akawajulisha juu ya jambo moja, jambo hilo wakalishikilia vizuri watalingana sawa sawa na matajiri. Akawaambia, msabbihini Allah mara 33, subhanallah mara 33, na mumhimidi Allah mara 33, na mumkabbiri Allah mara 33, na mwisho kabisa mseme la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mtakuwa mmetimiza idadi ya 100. Hapo mtakuwa mmelingana nao sawa. Likulli takbiratin sadaqa, kila takbira moja ni sadaka. Wa likulli tahmidatin sadaqa, kila tahmidi moja ya kusema alhamdulillah ni sadaka. Wa likulli tasbihatin sadaqa, na kila tasbihi moja ni sadaka. Matajiri walipoisikia habari hiyo, na wao wakaanza kumsabihi Allah, wakaanza na kumkabiri Allah, na wakaanza kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Mafakiri wa kimuhajirin wakamwijia tena Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamwambia, ndugu zetu katika matajiri wamesikia ulichotufundisha. Faqala nabiyukum sallallahu alaihi wasallam, Mtume akawaambia, dhalika fadlullahi utihi man yasha. Hiyo ni fadhila ya Allah subhanahu ya kumfanya huyu kuwa na mali na huyu kumfanya kutokuwa na mali. Ni fadhila ya Allah subhanahu, humpa anayemtaka katika waja wake. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, anfiq yunfiqillahu alayk, toa kile ambacho Mola wako amekupa. Mola wako anatia baraka kwenye mali yako. Jitahidi ulicho nacho kitoe kwa ajili ya mafukara, wale wenye haja na mafakiri masakin. Waone wanavyotembea barabarani, nafsi yako ikuume. Waone mahali wanapoishi katika majumba yao, na wewe unapoishi nafsi yako ikuume. Waone namna wanavyovaa, na wewe unavyovaa nafsi yako ikuume. Ngapi katika mali umesiweka kwenye maakaunti yako ya mali ya mabenki mbalimbali, na hali ya kuwa unawaona baadhi ya wanadamu wenzako hawana chadawa wala hawana mavazi, na wanatembea kwenye ardhi hii yatakafafuna nas, wanawalilia watu na kuwaomba. Lam takun rahima, hivi haukuwa ni binadamu uliyepewa huruma? Haukuwa ni binadamu mwenye kujua hisia za watu wengine? Hivi haukuwa ni mwanadamu mwenye kuelewa ya kwamba hicho ulichopewa ni cha muda mfupi, miaka 63, kitakuwa sio cha kwako tena? Moja ya kujua fadhila ni kutoa katika mali ambazo Mola wako subhanahu wa ta'ala ametupa. Ndugu zangu, Mola wetu subhanahu wa ta'ala anaturuzuku fadhila nyingi sana. Kuweza kuwa ni mwenye kusikia ni fadhlu min Allah. Kuweza kuwa ni mtu mwenye kuona ni fadhlu min Allah. Kuweza kuwa ni mtu mwenye kunusa ni fadhlu min Allah.
kuweza kuwa ni mtu usiyekuwa na maradhi yenye kukulaza ndani ni fadhlu min Allah. Fa'rif fadla rabbik, sijue fadhila za Mola wako. Wastaqim kama amaraka rabbuk, na usimame kama alivyokuamrisha Mola wako. Kun abdan lillah, kuwa ni mja mwenye kunyenyekeza kwa Mola wako. Wala takun sayyidan lillah, na wala usiwe bwana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio salama ya safari yako ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka min fadlika al'azim, Allahumma inna nas'aluka min fadlika al'azim, Allahumma arzuqna fadlak, Allahumma arzuqna fadlak, Allahumma arzuqna fadlak, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina, Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar واحشرنا تحت زمرة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. والله تبارك وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.